Mfumo wa manunuzi ya umma NeST umewezesha makundi maalumu kupata zabuni zenye jumla ya thamani ya shilingi bilioni 56, huku mfumo huo ukitoa upendeleo wa hadi 15% kwa wazawa katika zabuni za bidhaa za ndani zenye thamani isiyozidi shilingi bilioni 50. Hayo yamesemwa na mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya udhibiti wa ununuzi wa umma PPRA Dennis Kwame Simba wakati akizungumza na waandishi wa habari katika ukumbi wa idara ya habari maelezo uliopo katika jengo la Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo jijini Dodoma. Simba amesema mfumo wa NeST pia umewezesha upendeleo wa 10% katika zabuni za ndani zinazohusisha bidhaa za kimataifa, hatua inayolenga kuhamasisha matumizi ya bidhaa zinazozalishwa nchini pamoja na kuwawezesha wazawa kushiriki kikamilifu katika fursa za manunuzi ya umma. Amesema hatua hiyo ni sehemu ya jitihada za serikali za kuendelea kuwawezesha Watanzania kushiriki katika shughuli za kiuchumi kupitia fursa zinazotokana na manunuzi ya umma. Habari, upendeleo wa makundi maalum. Sheria ya ununuzi wa umma imezielekeza taasisi zote za umma nchini kutenga 30% ya bajeti zao za ununuzi kwa ajili ya makundi maalum ya vijana, wanawake, wazee na watu wenye ulemavu. Lakini si kutenga tu na kutekeleza. Na hadi sasa makundi maalum 27,946 yamesajiliwa kwenye mfumo wa NeST, ambapo makundi ya vijana ni 13,317, makundi ya wanawake ni 14,400, makundi ya wazee ni 643 na makundi ya watu wenye ulemavu ni 586. Hadi sasa makundi maalum yamepata zabuni zenye jumla ya thamani ya bilioni 56 kupitia NeST. Nirudie. Hadi sasa makundi maalum yamepata zabuni zenye jumla ya thamani ya shilingi bilioni 56 kupitia mfumo wa NeST. Lengo la PPRA kwa kuzingatia malengo ya dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050 ni kuwa na takribani makundi maalum 300,000 yaliyo tayari kuomba zabuni. Hatua hii ni sehemu ya jitihada ya serikali kutoa ajira na kazi kwa Watanzania ambao hawana uwezo wa kuwa na kampuni kwa sasa, ambao wanaweza kujiunga kwenye makundi na kutekeleza zabuni husika. Na nategemea makundi 300,000 tukiweza kuyafikia. Makundi ambayo yana idadi mbalimbali kuanzia watu 3, 5, 10, 20, wengine 30. Tunaamini ripple effect yake inaweza kapelekea kutengeneza kazi na ajira milioni 3 tunapofikia mwaka 2050. Kwa upande wake mwenyekiti wa kikundi cha kazi endelevu Dodoma, Elizabeth Jonathan, ambaye ni mmoja ya wanufaika wa mfumo wa manunuzi wa NeST, amepongeza ufanisi wa mfumo huo, akisema umewezesha makundi maalumu kupata zabuni na kuongeza fursa za ajira. Jonathan amesema kikundi hicho kimefanikiwa kupata jumla ya zabuni 21 kupitia mfumo huo, hali ambayo imewezesha kuongeza shughuli za kiuchumi na kutoa ajira kwa vijana Tanzania. Kwanza kabisa naipongeza PPRA, na mpongeza mkurugenzi wa PPRA na wafanyakazi wa PPRA kwa kufanya kazi kwa weledi, kuhakikisha majukumu waliopewa wanayatendea haki. Mimi kama mwenyekiti wa kikundi cha kazi endelevu group, tumeweza kuchangamkia fursa za Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Samia Suluhu Hassan, kwa kuyaona makundi maalum nao yana sifa ya kuweza kufanya kazi katika wizara mbalimbali za serikali, na pia vile vile sio hilo tu, kujikwamua kiuchumi, lakini na kutoa ajira mbalimbali kwa vijana na kutokushawishika vijana kwenda katika makundi mabaya ambayo ya kujihusisha na makundi mabaya mbalimbali. Nimesimama hapa mimi kama mwenyekiti kwa niaba ya wenzangu. Sisi kazi endelevu group tumefanikiwa kupata zabuni 21 katika wizara mbalimbali za serikali, na katika zabuni hizo tumefanikiwa kupata zabuni hizo za thamani ya shilingi bilioni 2,196,600. Na vile vile tumesaidia kuajiri vijana 450. 150 ni vijana ambao wana ajira za temporary. Tulipata mradi wa TANROADS wa kufyeka barabarani
lakini 320 wako katika wizara mbalimbali za serikali. Hii yote ni kumsaidia Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuona kwamba haya makundi maalum si kwa ajili ya kujinufaisha wenyewe, bali ni kuisaidia serikali kuweza kuwapa vijana ajira na kuweza kuendeleza maisha yao. Kwa hiyo natoa ushuhuda huu na nahamasisha wanawake, vijana, wazee wote watumie fursa hizi. Sisi tunapata fursa hizi kupitia mfumo wa NeST, na mfumo wa NeST uko wazi, ukitoa hakuna upendeleo kwamba mimi namjua fulani. Huu ni ushindani ambao tunakutana nao kupitia mfumo wa NeST. Matumizi ya mfumo wa NeST yanafanyika kwa mujibu wa sheria ya ununuzi ya umma ya mwaka 2023 pamoja na kanuni zake za mwaka 2024, ambapo chini ya mfumo huo PPRA imepewa jukumu la kuendeleza na kusimamia mifumo ya teknolojia inayotumika katika shughuli za ununuzi wa umma nchini.